Niseme kwamba Tume ya Taifa ya Mipango inayo furaha kubwa na heshima na wajibu wa kuwaarifu wananchi juu ya maendeleo ya maandalizi ya utekelezaji wa Dira 2050. Kama mnavyokumbuka, Dira 2050 ilizinduliwa mwaka jana, ambapo maelfu ya wananchi walishuhudia wakiongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na huko Watanzania wengine wakifuatilia katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kupitia ushiriki huo wa Tanzania, tunaona ni muhimu kuendelea kuwapasha habari juu ya kinachoendelea kuhusu ile dira iliyokuwa imezinduliwa. Na dira ile iliyozinduliwa, mtakumbuka kwamba ilikuwa na lengo kubwa la kuitoa nchi yetu katika hali ya uchumi wa kati ngazi ya chini, kuipeleka katika uchumi wa kati ngazi ya juu, ambapo malengo yetu ni kufikia uwezo ambapo kila Mtanzania atakuwa na kipato cha angalau dola za Kimarekani 7,000 kwa mwaka. Kwa hiyo ni malengo makubwa, lakini yanatekelezeka na ni ndoto yetu sisi sote kama Watanzania. Kwa hiyo baada ya uzinduzi wa dira ile, kilichofuata, Tume ya Taifa ya Mipango katika kuendelea na maandalizi ya utekelezaji wa dira imeandaa mipango mingine mitatu ambayo sisi tunaita ni nyenzo za utekelezaji wa Dira 2050. Hizi nyenzo kubwa tatu ambazo zimeandaliwa zimeshajadiliwa katika ngazi mbalimbali za serikali na kukubalika, na siku ya kesho zitawasilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya wabunge kuzipokea, kuzijadili na hatimaye kufanya uamuzi juu ya mipango hiyo ambazo ni nyenzo kuu tatu za utekelezaji wa dira. Kama mnavyofahamu, jambo hili linasimamiwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inalitaka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujadili kuhusu mipango ya nchi. Kwa hiyo hizi nyaraka tatu ambazo ni nyenzo kuu tatu zinajadiliwa kwa mujibu wa katiba, na Bunge lina kazi hiyo ya kujadili na hatimaye kufanya uamuzi. Sasa nyenzo hizi tatu ambazo zimeandaliwa, nyenzo ya kwanza inaitwa mpango elekezi wa muda mrefu. Huo muda mrefu ni miaka 25. Mpango elekezi wa muda mrefu miaka 25, na utaanza mwaka huu wa 2026-27. Huu mpango elekezi utaisha mwaka 2050-51. Kwa hiyo ni kipindi cha miaka 25 ambayo mpango huu elekezi utatekelezwa. Nyenzo ya pili iliyoandaliwa inatokana na mpango huu elekezi. Huu mpango elekezi wa miaka 25 umegawanywa katika vipindi vitano vya miaka mitano, ambapo mpango wa kwanza, yani mwaka 2026 hadi 2030-31 uko tayari, umeandaliwa na uko tayari kuwasilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mpango huu utawasilishwa pia siku ya kesho. Mpango au nyaraka ya tatu itakayowasilishwa kesho katika bunge letu inaitwa mapendekezo ya mpango
wa maendeleo wa mwaka 2026 2027. Kama mnavyoona tunavyokwenda na hii mipango, tumeanza na mpango wa miaka 25. Ule mpango wa miaka 25 tumechukua mpango wa miaka mitano ule wa awali, na kutoka kwenye mpango ule wa miaka 25 tumechukua mpango wa mwaka mmoja unaoanza. Kwa hiyo hizi nyenzo tatu kwa pamoja zitawasilishwa kesho katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kujadiliwa na hatimaye uamuzi kwa maana ya kuridhia, ili nyenzo hizi sasa zitumike katika kutekeleza dira. Na kama tunavyofahamu, utekelezaji wa dira 2050 utaanza mwaka huu mwezi Julai tarehe 1, 2026. Kwa hiyo haya ni maandalizi, na ni maandalizi ya mwisho kuelekea kuanza kwa utekelezaji wa dira. Sambamba na nyenzo hizi tatu, Tume ya Taifa ya Mipango, kwa kuzingatia uzoefu tulioupata katika utekelezaji wa dira iliyopita, tumeandaa mwongozo, na huu mwongozo unahusu upangaji wa mipango ya maendeleo. Na huu mwongozo hautaenda bungeni kwa sababu ni mwongozo kwa ajili ya utekelezaji au namna ya kupanga mipango, na lengo lake ni kuziongoza taasisi zetu zote kwa maana ya mashirika ya umma, halmashauri za serikali za mitaa, manispaa zetu pamoja na majiji, idara zinazojitegemea, wakala za serikali na taasisi zote za serikali, ikiwa ni pamoja na wizara zetu na kila anayehusika na utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo kupitia mwongozo wa upangaji wa mipango ya maendeleo, taasisi hizi zitapata mwongozo wa namna ya kupanga mipango hiyo kwa lengo la kwenda kulingana na matakwa na matarajio ya dira 2050. Sasa katika kuandaa na kuwaweka wenzetu walioko katika taasisi, wizara, idara zinazojitegemea na kadhalika, tayari tumeshakutana na taasisi hizi zote kupitia uwakilishi kutoka katika kila taasisi. Tumeshakutana na wataalamu wa uchumi au wakuu wa idara za uchumi za halmashauri zetu zote 184 zilizopo nchini. Tumekutana na wasaidizi wa makatibu tawala wa mikoa yetu yote 26 iliyopo nchini. Tumeshakutana na mashirika ya umma kupitia ofisi ya msajili wa hazina, na tumekutana na wakurugenzi wa sera wa wizara zote kwa lengo la kufahamishana au kujadili na kuwa na uelewa wa pamoja juu ya nini hasa kinatakiwa wakati wa kupanga mipango ya maendeleo ya taifa, vitu gani vizingatiwe na vitu gani viwekewe mkazo, ili tusiache hata kitu kimoja ambacho kinatamkwa katika dira lakini kisionekane katika mipango yetu ambayo inafanywa na hizi taasisi. Kwa hiyo hadi hapo tunakuwa tuko pamoja, kwa sababu tunakwenda hatua kwa hatua, na hii inatupa uhakika wa kuhakikisha kwamba dira hii inatekelezwa kikamilifu ili kufikia malengo yaliyowekwa katika dira na kufikia malengo na matarajio ya wananchi. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo Tume ya Taifa ya Mipango iliona ni muhimu tuweze kuufahamisha umma, na kupitia kwenu tuwafahamishe wananchi wenzetu wote wajue kinachoendelea katika maandalizi ya kutekeleza dira. Jambo la pili ambalo pia ni muhimu ni kwamba kwa nini sasa tuwe na umuhimu wa kuwataarifu wananchi juu ya maendeleo ya maandalizi ya utekelezaji wa dira. Kuna umuhimu gani?
kuna mambo makuu matatu ambayo ni muhimu sana, na ndio haya yanayosababisha tuendelee kutoa taarifa katika kila hatua tunayofikia katika maandalizi ya utekelezaji wa dira. Jambo la kwanza, mtakumbuka kwamba dira 2050 ilikuwa ni dira shirikishi. Wananchi wameshiriki, mwananchi moja moja, vikundi, taasisi zisizo za kiserikali kwa maana ya NGOs, taasisi za dini, sekta binafsi na kadhalika. Kwa hiyo ushiriki ulikuwa mkubwa, na kupitia maoni hayo dira hii ya 2050 imechukua maoni ya wananchi kama yalivyowasilishwa, na kupitia maoni hayo dira 2050 inakuwa imebeba matumaini ya wananchi. Kwa hiyo ile ukweli kwamba dira 2050 imebeba matumaini ya wananchi inatufanya sisi tuendelee kutoa taarifa kila mara na kuhakikisha kila mwananchi ana taarifa za kutosha kuhusu kinachoendelea kuhusu utekelezaji wa hiyo dira. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, kwamba tunaendelea kuwashirikisha wananchi kwa sababu tunafahamu kwamba dira 2050 imebeba matumaini ya wananchi na wana haki ya kujua kinachoendelea na kufuatilia kila hatua ya maandalizi kuelekea utekelezaji wa dira mwaka huu mwezi Julai.